Mliotunukiwa tuzo leo, Katibu Mkuu Kiongozi Balozi CPA FRV Moses Kusiluka, nadhani nimevitaja vyema vile vyeo. Nikitambua uwepo pia wa Katibu Mkuu Kiongozi Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, wenza wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wa vyama vya siasa mliopo nasi hapa leo, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma, waheshimiwa mabalozi mnaoziwakilisha nchi zenu hapa Tanzania, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa viongozi wote mliopo pamoja nasi, waandishi wa kitabu hiki, viongozi wa dini, vyombo vya habari, wageni wote waalikwa, vikundi vya burudani Mrisho Mpoto, kinitambue na niwashukuru Police Band wako nasi, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, kwa wale makaka zangu, mamadada zangu na mama, shikamoni. Wale warika yangu, muhali gani, lakini wadogo zangu marhaba. Ndugu zangu, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalie uhai na siha njema na kutukutanisha hapa leo kufanya kazi hii ya uzinduzi wa kitabu cha safari ya Mwalimu Nyerere katika uongozi wake, makuzi yake na uongozi wake katika picha. Vile vile niwapongeze sana wote mliotunukiwa nishani za Muungano kutokana na mchango wenu mkubwa kwa taifa letu. Hongereni sana. Waheshimiwa, jana usiku kupitia vyombo vya habari nilitoa salamu kwa taifa kuhusu maadhimisho ya siku ya Muungano. Pamoja na mambo mengine, nilieleza upekee wa muungano wetu, manufaa na mafanikio mbalimbali ambayo tumeyapata katika nyanja za kijamii, kisiasa, kiuchumi na kidiplomasia. Niligusia pia umuhimu na wajibu wetu sote kudumisha muungano kwa kuandika na kuihifadhi historia ya nchi yetu na muungano wetu, historia ambayo haiwezi kutenganishwa na waasisi wa nchi yetu. Ni kwa msingi huo ninawapongeza sana waandishi wa kitabu hiki cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Photographic Journey, ambao wametajwa vizuri hapa na Mheshimiwa Palamagamba Kabudi wakati akitoa muhtasari wa safari ya uandishi wa kitabu hiki. Lakini nataka niseme kwamba kikundi hiki, baadhi ya wajumbe, hiki ni kitabu chao cha pili. Kama ilivyosemwa, kitabu cha kwanza walikiwasilisha wakati tunasherehekea au tunaadhimisha miaka 60 ya uhuru wetu Tanzania. Lakini vile vile nimshukuru sana Profesa Mkandala kwa kutupa yaliyomo ndani ya kitabu kwa ufasaha na ufundi mkubwa. Asante sana. Nimpongeze pia Bwana Adarsh Nayar. Hebu asimame tena. Huyu alikuwa mpiga picha binafsi wa Mwalimu, kwa mchango wake katika kuandaa kitabu hiki chenye picha nyingi zilizochaguliwa kwa ustadi mkubwa. Kama alivyoeleza mchambuzi wetu hapa, kitabu hiki kinatoa fursa ya kuwavutia hata wavivu wa kusoma vitabu kujifunza historia ya baba wa taifa na nchi kwa ujumla kwa kupitia njia ya picha. Kwa maana nyingine, kitabu hiki ni zawadi ya kipekee kwa Mwalimu Nyerere, kwani yeye mwenyewe alikuwa ni mpenzi wa kupiga picha. Ndani ya kitabu hiki tutaona namna Mwalimu alivyokuwa akibeba kamera yake shingoni, na alipenda kutumia kamera hiyo kupata kumbukumbu za maisha ya kawaida ya wananchi. Hivyo kitabu hiki pia kimemwenzi Mwalimu kupitia kile alichokipenda kufanya. Pamoja na kueleza historia ya Mwalimu Nyerere, baba wa taifa na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kitabu hiki ni sehemu ya historia ya nchi na muungano wenyewe. Kutokana na sababu hizo nilizozieleza,
Ndio maana siku 6 nilipotakiwa kuandika dibaji ya kitabu hiki, lakini pia maneno ya mwisho ya kitabu hiki, na siku 6 kutoa msukumo ili kiandikwe, kichapishwe na kigawiwe. Nimefurahi sana kwamba imewezekana kukizindua leo, siku yenye mnasaba na maudhui yake ya kitabu hiki, tena sambamba na utoaji wa nishani kwa viongozi waliotumikia vyema muungano wetu. Ndugu wananchi, kitabu hiki kinatumia picha na maelezo ya kina kutuletea simulizi za historia ya Mwalimu Nyerere, kuanzia kwenye milima ya kijiji cha Mwitongo, Butiama, takriban miaka 103 iliyopita. Kinatupitisha katika hatua mbalimbali za safari ya Mwalimu, vikwazo alivyovuka na mafunzo aliyoyapata ambayo yalijenga mwelekeo wa maisha yake kama kiongozi. Ndugu wananchi, kama nilivyoandika kwenye dibaji, Mwalimu alikuwa kinara wa falsafa ya ujamaa na kujitegemea iliyojengwa katika misingi ya haki, utu, usawa, mshikamano wa kitaifa na maendeleo jumuishi au maendeleo ya watu. Kwa sehemu kubwa, falsafa hiyo imeendelea kuwa msingi wa uongozi wa nchi yetu tangu enzi hizo hadi sasa. Na kama alivyoeleza Mama Maria Nyerere katika kitabu hiki, Mwalimu aliamini kuwa nguvu ya Tanzania ipo kwenye umoja na mshikamano wa watu wake, na nguvu hiyo aliitumia, au falsafa hiyo aliitumia kuendesha nchi, lakini hata nyumbani. Kwa hiyo kakaangu kina Madaraka na Makongoro wanajua Mwalimu aliwapeleka vipi mchaka. Hakuwa amewalegezea, alitaka wafanye kazi, wazalishe na waendeshe maisha yao. Mwalimu alisimamia kwa uthabiti mkubwa yale aliyoyaamini. Na kitabu hiki kinatukumbusha namna alivyopambana kujenga taifa jumuishi lisilo na ubaguzi wa rangi, dini, ukabila au majimbo. Kutokana na makuzi yake, Mwalimu aliamini na alionyesha kwa vitendo kuwa watu tofauti kutoka sehemu tofauti wanaweza kuishi pamoja na kufanya kazi kwa lengo moja. Lakini tulipopitia maandiko ya mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, yeye aliwahi kuandika kwamba Mwalimu alikuwa mwalimu hodari aliyefundisha kwa vitendo. Kwa kusimamia umoja, utu na usawa, Mwalimu alitufunza sote na aliweka misingi inayodumu ya maelewano miongoni mwa Watanzania. Profesa Mkandala alisema kidogo kuhusu walimu na wanawake, lakini nami kwa sababu ni mwanamke niliyokuzwa katika falsafa na maono ya Mwalimu, nimeona pia nigusie Mwalimu na wanawake. Niseme kuwa nimefurahishwa pia kuona kitabu kinaeleza mchango wa wanawake katika safari ya Mwalimu Nyerere. Kuanzia mama yake mzazi, Mama Christina Mgaya Nyang'ombe, ambaye Mwalimu alisema alimfundisha kujituma na kuitumikia jamii yake kwa uadilifu. Tunaona vile vile mchango wa Mama Maria aliyekuwa na Mwalimu katika safari yake kwenye ujenzi wa taifa hili. Pia tunaona mchango wa wanawake walioaminiwa kufanya kazi naye katika nyanja za kisiasa na serikalini. Katika nyanja za kisiasa tunajua vyema Bibi Titi Mohamed na wenziwe walimsaidia vyema Mwalimu kuibuka katika ushindi wa kisiasa. Lakini vile vile Mama Joan Wickens aliyekuwa katibu wake, Mama Tabita Siwale na Mama Julie Manning, wanawake wa kwanza kuwa mawaziri kamili mwaka 1975, pamoja na wanawake wengine walioshika nyadhifa mbalimbali za juu kutokana na sifa na uwezo wao. Mwalimu mwenyewe alieleza katika kitabu cha Uhuru na Wanawake imani yake kuwa historia ya jamii za Afrika, ambayo kwa kiasi kikubwa haijaandikwa, inaonyesha kuwa wanawake wanapopata nafasi ya kutoa mchango wao wanafanya mambo makubwa kwa faida ya jamii zao. Hakika Mwalimu alikuwa na mchango mkubwa katika kuwainua wanawake kwa imani aliyokuwa nayo kwao kutokana na uwezo wao.
kuna kitu kimoja cha kuchekesha kidogo na sikijui undani wake hasa. Nilikuwa na cross check na mzee Mangula, naye akaniambia hata hakumbuki. Lakini inasemekana kwamba kuna miaka huko nyuma Mwalimu alifuata ule msemo wa Kiislamu, Ar-rijali qawamuna ala nisai, na aliwaekea Umoja wa Wanawake wa Tanzania UWT katibu mkuu mwanamume kuongoza umoja wa wanawake. Sasa tuseme haya ilikuwa mapenzi au, lakini pia alikuwa amewapa mtu ambaye angeweza kuongoza vyema kukamilisha mambo yao, kwa sababu alikuwa anaitwa Waziri Juma, na Lukuvi ana confirm kule, ananiambia Waziri Juma. Kwa hiyo hayo ndio mapenzi ya Mwalimu kwa wanawake. Kwa hivyo jitihada zetu za kukuza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake ziliwekewa msingi mzuri na uongozi wa Mwalimu, na awamu zilizofuata za uongozi wa nchi yetu zimeendelea kuwa na mchango mkubwa hadi kufikia hadhi tulionayo leo. Lakini tukiangalia pia mchango wake katika nyanda za kikanda, wakati wote wa uongozi wa Mwalimu Nyerere alihakikisha Tanzania inatoa mchango mkubwa kikanda na kimataifa, hususan kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, Umoja wa Nchi Zisizofungamana na upande wowote, na Umoja wa Mataifa. Zipo picha nyingi ndani ya kitabu tutakachokizindua zinazoonyesha mchango wa Mwalimu na nafasi ya Tanzania katika majukwaa haya yote kwenye harakati za ukombozi. Katika jitihada za kujenga umoja, tunaona picha ya Mwalimu akiwa amebeba mwenge wa uhuru kwenye maadhimisho ya kuzaliwa kwa TANU tarehe 7 Julai mwaka 1974, akiwa ameambatana na Rais wa Zambia Kenneth Kaunda na mwenza wake Waziri Mkuu Rashid Kawawa, lakini pia kiongozi wa Frelimo wakati ule Samora Machel. Picha hii inaonyesha ukaribu na ushirikiano waliokuwa nao viongozi hawa katika harakati za ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika. Kitendo cha Samora Machel kukaa kwenye jukwaa na marais takriban mwaka mmoja kabla ya uhuru wa Msumbiji ni uthibitisho wa thamani na uzito wa Tanzania iliyowapa wapigania uhuru, na namna walivyochukuliwa kama wawakilishi halali wananchi wa nchi walizokuwa wakiziwakilisha au nchi ambazo zilikuwa chini ya ukoloni, bila kujali watawala wa nchi hizo watasema nini. Kitabu hiki kinachangia kueleza historia muhimu ya ukombozi kusini mwa Afrika. Ndugu zangu, sambamba na hili, kitabu hiki pia kinatupa fursa ya kufahamu zaidi kuhusu mahusiano kati ya Mwalimu na viongozi mbalimbali waliobahatika kufanya kazi naye, hususan katika kujenga mtangamano wa kikanda na kibara. Hao ni pamoja na Mzee Jomo Kenyatta katika kujenga Jumuiya ya Afrika Mashariki, Mfalme Haile Selassie katika kuanzisha Umoja wa Nchi Huru za Afrika, Mzee Kenneth Kaunda na ndugu Samora Machel katika mapambano ya ukombozi kusini mwa Afrika, Dr. Manmohan Singh katika kutafuta utatuzi wa changamoto za maendeleo za nchi zinazoendelea kupitia South Center, na viongozi wengine wengi wa kimataifa. Picha zote hizo ziko ndani ya kitabu. Hakika tunaona kuwa mahusiano haya yalimwezesha Mwalimu kutoa mchango wake na Watanzania kikanda na kimataifa. Tukiangazia mambo machache ambayo tumeendelea kuyaendeleza baada ya Mwalimu kuachia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu tofauti, tumeendelea kumuenzi Mwalimu kwa kutekeleza yale aliyokuwa nayo kama dira yake ya mipango ya maendeleo. Kazi hiyo kubwa na nzuri iliyofanywa na Mwalimu katika ujenzi wa maendeleo ya nchi yetu ni lazima ienziwe na iendelezwe. Serikali tumeunda kitengo cha kutunza kumbukumbu za viongozi wetu chini ya Balozi Kusiluka, chenye wajibu wa kushirikiana na taasisi, vikundi vya watu kama hiki au mtu binafsi kuandika kuhusu maisha na michango ya viongozi wetu wa kitaifa. Sasa kitabu hiki
kinachoenzi mchango wa mwalimu katika ujenzi wa taifa letu kwa njia ya picha ni moja kati ya kazi hizo. Kwa upande mwingine, serikali imeendelea kumwenzi mwalimu kwa kuendeleza na kutekeleza fikra zake katika kuleta maendeleo kwa taifa letu na kutimiza na kulitunza jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huko ulimwenguni. Jambo la kipaumbele ni kulinda heshima na kuimarisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunafanya hivi kwa kuimarisha muungano wenyewe na kutatua changamoto zinazoweza kukwamisha shughuli za muungano. Mwalimu alikuwa na mwelekeo wa kwamba elimu yetu iendane na uhalisia wa maisha ya Mtanzania na kuwawezesha wahitimu kujitegemea. Katika hili, kuanzia mwaka jana 2024, serikali ilianza kutekeleza sera ya elimu iliyoboreshwa ili kuweka msisitizo katika kuwapa wanafunzi ujuzi utakaowezesha kuajiriwa na kujiajiri. Mwalimu aliweka msisitizo kwenye kilimo kama uti wa mgongo katika kujenga uchumi wa taifa na kuweza kujitegemea. Serikali yetu tumeendelea kuongeza uwekezaji kwenye sekta ya kilimo awamu kwa awamu hadi sasa, ambapo sio tu tumeweza kujihakikishia utoshelevu wa chakula kwa 128%, bali pia tumeweza kuongeza mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi na hivyo kukuza pato la mkulima na taifa kwa ujumla. Vile vile, tumetekeleza miradi inayozidi kuwafungulia vijana wetu fursa ya kufanya kilimo, ufugaji na uvuvi wa kisasa. Katika hatua nyingine, tumetekeleza dira ya mipango ya maendeleo ambayo iliwekwa wakati huo. Moja na maarufu sana ni lile la kuhamishia shughuli za serikali hapa Dodoma na kufanya Dodoma kuwa mji mkuu wa nchi yetu. Vile vile, tumeendelea kukamilisha miradi ambayo aliona ingeweza kuwa na mchango kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Kwa mfano, mradi wa kuzalisha umeme wa bwawa la Julius Nyerere, bwawa la Kidunda kwa ajili ya maji ya kilimo na maji kwa matumizi ya jiji la Dar es Salaam, ambalo sasa linajengwa na limefika kama asilimia karibu 50 hivi. Lakini pia bwawa la Mkomazi ambalo litaongeza tija katika uzalishaji wa mazao ya kilimo na matumizi mengine ya kijamii. Serikali pia imeendelea kukuza hadhi na matumizi ya lugha ya Kiswahili. Kwa mfano, maamuzi ya kuzitafsiri sheria zetu nchini kwa lugha ya Kiswahili kutatoa fursa kwa wananchi wengi kupata uelewa wa sheria za nchi. Kiswahili pia kinazidi kutambulika kikanda kama lugha rasmi ya kazi kwenye jumuiya zetu. Kimataifa, kama mnavyoelewa, tarehe 7 Julai ya kila mwaka imetambulika kama siku ya Kiswahili duniani, katika kutambua nafasi ya lugha hii adhimu ya Kiafrika. Limezungumziwa swala la utamaduni na michezo ambalo mwalimu alikuwa akifanya juhudi kulikuza. Serikali yetu kupitia awamu tofauti tumekuza michezo na sasa mnaona kiwango cha michezo tulichofikia nchi yetu Tanzania. Aidha, kama alivyofanya Mwalimu Nyerere, Tanzania inaendelea kutoa mchango wake katika kuimarisha utangamano wa kikanda na ushirikiano wa kimataifa. Lakini katika upande wa kisiasa, ujenzi wa chuo cha uongozi Kibaha ni kuenzi fikra za Mwalimu, kuweka pamoja nchi zile zilizokuwa zinaitwa nchi za mstari wa mbele, frontline states, ili tuwe na umoja na kulinda uhuru wetu kama Waafrika. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ninapohitimisha nataka niseme kwamba kitabu hiki kimebeba masuala mengi sana, lakini nimeona niagusie hayo machache tu. Niseme kuwa kwa ujumla Mwalimu aliacha alama isiyofutika kwenye nyoyo za watu waliomfahamu na kwenye nyanja zote za maisha ya jamii ya Watanzania, ikiwemo msisitizo wa kuwa wamoja na kushikamana na kuhimiza watu kufanya kazi kwa bidii ili kuleta maendeleo ya nchi. Na ndio maana neno kazi kila awamu tunakwenda nalo. Kazi ni utu, kazi, mambo mbalimbali ya kazi. Tumetoka kwenye
kazi iendelee, kazi tu, na sasa tuko kwenye kazi iendelee. Kwa hiyo neno kazi limechukuliwa na awamu zote na tunaendelea kulihimiza na kulifanyia kazi. Kupitia historia ya Mwalimu katika ujenzi wa taifa, sisi viongozi wa sasa tunazidi kupata ujasiri na uthubutu kuyakabili yale yanayolikabili taifa letu leo. Kwa maandishi ya kitabu hiki nitoe rai kwa ili tuweze kukitumia kitabu hiki kwa upana zaidi hapa nchini, na nafurahi Profesa ameanza kusema kwamba wameanza kutafsiri kitabu kilichopita, na ni imani yangu kwamba mtaendelea kukitafsiri hiki kiwekwe kwenye lugha ya Kiswahili ili watu wengi Tanzania waweze kukisoma. Lakini vile vile niwatake kitabu hiki kipatikane kwa njia ya kidigitali ili kiwafikie watu wengi kote duniani, na serikali iko tayari kuendelea kuwapa nguvu ili haya yatimie. Nimalizie kwa kuwahimiza kwamba historia ya Muungano ina waasisi wawili, na nimefurahi kusikia hapa kwamba leo tunapozindua kitabu kimoja, kitabu kingine tayari kazi imeanza, kitakachomweleza Sheikh Abeid Amani Karume, maisha yake, makuzi yake, maono yake na kazi alizozifanya hadi kuleta muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, nitoe rai, na rai yangu ni kumuenzi inaendana pia kwa wananchi wote. Hii rai yangu ni kwa wananchi wote. Ni waombe tumuenzi kwa kushirikiana kuleta maendeleo kwenye taifa. Kama alivyosema Mwalimu mwaka 1973, ikiwa maendeleo ya kweli yatatokea, ni lazima watu washirikishwe. Kwa hiyo ni waombe watu tushirikiane katika kuleta maendeleo ya kweli ndani ya taifa letu. Migogoro, uvunjifu wa amani na mizozano haitaleta maendeleo ya kweli kwenye taifa letu. Kwa hiyo ni waombe wote tushikamane, tujenge nchi yetu, tuinue taifa letu, tulete ustawi kwa watu wetu. Mwisho kabisa, niseme kuwa tunapoadhimisha Muungano, tunaendelea kuwaombea mapumziko ya milele waasisi wetu, mapumziko mema ya milele waasisi wetu wa Muungano na viongozi wote waliowafuata baada yao, ambao nao wameshafika mbele ya haki. Na baada ya kusema hayo, sasa nipo tayari kwa ajili ya uzinduzi rasmi wa kitabu cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Photographic Journey. Mungu ibariki Afrika, Mungu aibariki Tanzania yetu. Tumuombe Mungu pia ubariki muungano wetu na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Asanteni sana. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Naam, sasa wakati Mheshimiwa Rais anazindua kitabu, wote tukae, kwa sababu kuna kamera kule nyuma zinaonyesha live. Sisi tukae. Mheshimiwa Rais, naomba mimi nianze kuhesabu, alafu utabonyeza, kuna switch hapo pembeni. 3, 2, 1. Haya, tuangalie nini kinatokea kule. Naam, mnaweza mkaona kitabu kinapanda taratibu kabisa. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Photographic Journey. Naam. Amekichukua sasa Mheshimiwa Rais na anakionyesha. Makofi mengi tena. Haya, asante. Hatua itakayofuata Mheshimiwa Rais, takuomba kwa heshima na taadhima ugawe nakala 4 kwa viongozi wafuatao. Kwanza, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Naam, anasogea
Napata nakala yake. Makofi mengi sana. Wa pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge. Wa tatu, mwakilishi wa familia ya Baba wa Taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na wa nne, mwakilishi wa familia ya Sheikh Abeid Amani Karume. Nimeambiwa Mama Fatuma Karume mwenyewe atakuja hapa. Au mwakilishi. Asante. Mama yetu. Haya ndiyo mapenzi, utu na heshima alionayo Mheshimiwa Rais wetu. Anateremka kwa mama, ama kwa hakika anapendeza. Makofi mengi sana. Naam, asante. Baada ya tukio hilo, zipo nakala nyingine watapewa viongozi waliokaa pale, watapewa kwa utaratibu ulioandaliwa. Na sasa naomba tufanye maandalizi ili kumwomba Mheshimiwa Rais kwa ajili ya picha za kumbukumbu. Tutaanza na picha kwa tukio la kutunuku nishani, ndio itakuwa picha ya kwanza. Naomba tuandae sasa mazingira kwa ajili ya picha. Na mzoezi takalofuata ni la picha. Naomba kwa itifaki tuwalete viongozi, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jaji Mkuu wa Zanzibar na makatibu wakuu viongozi. Sasa picha ya kwanza itahusisha wale wote ambao wamepokea nishani. Wote kabisa, tutaingilia upande wa kulia, tutatokea huku. Haya, kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Rais mstaafu wa Zanzibar, naomba uongoze. Na Balozi Seif Ali Iddi, wote kama mlivyo hapo wanane, tupande juu kwa ajili ya picha ya kwanza ambayo tutapiga wote tuliotunukiwa nishani.